Bale, leo kila mtu ataongea kutokea kwenye stendi ya mabasi hapa Geita. Hapa ndipo ambapo mabasi kutokea mikoa mbalimbali yanakuja hapa, yanachukua abiria, yanaleta abiria pia, na wageni wanakuja wanashuka hapa, maisha yanaendelea. Lakini mimi leo nataka nipige story na mashabiki wa Simba Sports Club pamoja na mashabiki wa Yanga. Kinaumana saa 11. Lakini wao je, wanafuatilia kwanza soka? Niko na wanetu hapa. Njoeni kwanza, njoeni. Njoeni na jezi. Mbona mjiamini? Sasa tunajiamini sana. Unajiamini? Sana. Uko vizuri? Sina wasiwasi katika hilo. Unashinda? Lazima ushindi upo wa kutosha. Ushapigwa wewe? Kupigwa sio kesi, kupigwa sisi tunaamua tufungwe au tusifungwe. Kwa hiyo tunaamua wenyewe. Kumbe vile huwa mnaamua Ya tunaamua wenyewe kama tufungwe au mtu ape furaha, upande wa pili apate furaha, kwa sababu hawana kitu ambacho naweza kufanya kitu kingine kikubwa zaidi. Yeah. Kwa hiyo yani nyinyi kumbe mnagawa furaha kwa Yanga. Sisi tunawapa furaha kwa sababu wanapa kufurahi kimataifa, si ndo baba lao. Tukija kwenye ligi pia humu bila hujuma sisi hakuna mtu anayetuweza bro. Kwa hiyo kuna hujuma wazi na kweli. Zipo kidogo lakini hawamwini ubaya bora pati tu, kwa wajiandae kisaikolojia. Kuna mtu kupigwa goli zaidi ya 5 6 hivi hapa akatulia. Mnataka kurudisha ile dozi? Sio dozi, sisi ndo wazee kugawa dozi ndo. Kwa wenyewe tuna kidogo na wenyewe wanajitahidi, lakini hawamwi tunapiga pale kwenye mshono. Swaliomba vichwa kaka. Tunawapa vichwa msimu huu. Usiniambie. Kwa vichwa mmevipata? Vichwa vipo vya kutosha, sio vichwa tushaweka maandalizi vizuri. Wanaomba vichwa tutagawia. Yaani leo ndio siku ya vichwa penyewe. Kwamba walichokuwa wanakitaka? Wanakipata leo. Wewe bwana, nipangie kikosi chako sasa leo. Kikosi changu bro, kwa sababu kipo vizuri. Nikianza yani hapo nitadokoa kidogo. Hapo tutaanza na Jan Charles, watu waweze kumsahau kijana machachari. Tuna Hamza, tuna ule msauzi beki mpya yule. Lakini pia tuna Alassane Kante pale. Unamzungumzia? Mtoto fundo wa mpira yule beki bwana mambo. Naam. Umeona? Kule mbele tuna Mkwala bro. Tuna Mohamed Jabare yule. Kwa lazima watu watulie, watapiga. Panzu hujamtaja. Sasa usimalize, vipo vingi, sisi sio mtu mmoja. Wasiwaze kuhusu Mpanzu wala alina wasiwasi. Kwa wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba Mpanzu pale lazima mtu watoboe tobo. Leo ni mauaji. Leo ni mauaji, lazima watu wakae watulie.